asubuhi ya leo. Nataka Bwana mizigo hii naleta kwako asubuhi ya leo Mfalme. Naomba Bwana uniondolee mizigo ya magonjwa, mizigo ya umasikini, mizigo ya shida, mizigo Bwana yote naleta mbele zako asubuhi ya leo. Maana Bwana mbele zako kuna msaada, mbele zako kuna nguvu, mbele zako kuna uweza. Ninakuomba Bwana asubuhi ya leo Jehova, nikiwa nimejinyenyekeza mbele zako Jehova, sitatoka hapa leo bila wewe kunigusa Jehova, bila wewe kubadilisha Bwana historia yangu, bila wewe kubadilisha mambo yangu Jehova. Na kuhitaji Bwana asubuhi ya leo, nahitaji neema yako, nahitaji uponyaji wako, nahitaji uguzo wako Jehova, Mungu wangu na Baba yangu Jehova. Wewe pekee ndio nakuita mchana wa leo, wewe kama Mungu aishie milele, wewe kama Mungu aliye mkuu Jehova. Mikononi mwako Bwana asubuhi ya leo ninajiwashiria mbele zako, ili Bwana wa majeshi unihudumie Bwana, unisaidie Mfalme mwema. Nahitaji msaada wako. I am desperate for you my God. I need you Jehova, kwamba ukaweze kuniokoa, ukaweze Baba kunisaidia, ukaweze Bwana kunitembelea. Ni miguuni mwako asubuhi ya leo, mbele ya nyumba yako Jehova inayoitanishwa na majina zako. Naomba Bwana unitembelee, naomba Bwana uniinue, naomba Bwana uniponye. Mizigo yote Bwana ninaleta chini ya miguu yako katika jina la Yesu. Maana Bwana wewe ni yule jana, leo hata na milele. Haubadiliki Jehova, uwezo wote unayo Bwana, nguvu zote ni zako Bwana. Tunajiombea Mfalme, ili Bwana siku ya leo itakuwa ni siku yetu ya kukusifu, ya kusema unastahili Bwana, ya kusema unatosha, ya kusema ni mwaminifu. Hakuna mwingine, ni wewe tu Mfalme ambao tunakualika mahali hapa. Pokea sifa na utukufu milele. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 Tuketi chini. Nataka tuongee kuhusu how to remain strong when you feel weak. Bwana asifiwe. Amen. Jinsi ya kubaki ukiwa na nguvu hata wakati umedhoofika. Bwana asifiwe sana. Kuna dhoofu, tunadhoofika kila wakati. Bwana asifiwe. Tunaumia, tunateseka, tunapatana na mambo mazito. Lakini nataka nikutie moyo siku ya leo, nikwambie you can remain strong even when you are weak. Bwana asifiwe. Unaweza pata nguvu hata wakati uko chini. Unaweza pata nguvu hata wakati umepigwa, hata wakati umeteseka, hata wakati mambo yako imeenda mabaya. Nataka nikwambie kuna uwezo wa kubaki na nguvu. Bwana asifiwe sana. Amen. Proverbs chapter 24 verse 10 inasema, sijui nani ameipata, nani yako na Biblia mzuri? Proverbs chapter 24 verse 10. Proverbs 24 verse 10. Naseka hata wakati mambo umeomba, umesikia ni kama hakuna kitu, nataka nikwambie unaweza kupata nguvu hata wakati umefinya. Bwana asifiwe. Proverbs anasema namna gani? Nani yako na Proverbs chapter 24 verse 10? There was a famine in the land. Proverbs. Oh, sorry. Methali 24. If you falter in a time of trouble, how small is your strength? Is your strength. Bwana asifiwe. Another version, pastor version yake inasema aje? Ukizimia siku ya taabu, Bwana asifiwe. Ninaongea kuhusu nguvu ya mtu kukufa. Bwana asifiwe. Na Biblia inaniambia katika Kiswahili kwamba ukizimia wakati wa majaribu, ukizimia wakati wa shida, inaonyesha hauna nguvu. Bwana asifiwe. You don't have strength. Hauna nguvu. Ukizimia. Nataka nikuhubirie siku ya leo, nikwambie katika maisha hii tunaishi, kuna siku inafikanga vile Proverbs amesema, wakati wa kuzimia. Bwana asifiwe. Wakati wa kujaribiwa, wakati mambo imekuendea jinsi huko unafikiria. Bwana asifiwe. Wengine wanaamini kwamba akiokoka hawezi patwa na shida. Wengine wanaamini akiokoka hawezi patwa na kutingizishwa. Bwana asifiwe. Na kuambia kuna siku inakujanga
Proverbs 24 anasema verse 10, if you fail in the day of adversity, ukikufa moyo wakati wa kujaribiwa, kumaanisha kujaribiwa ni kawaida. Bwana asifiwe. Lazima kuna siku utakutana na maisha, siku yako ya kupitia katika majaribu. Hiyo tunapitia. Wiki moja unaweza kuwa uko sawa, wiki ya pili unapata mambo imekuendea vibaya. Kumaanisha kuna siku inakuja ambayo mtu unapata majaribu. Bwana asifiwe sana. Lakini Biblia inaniambia ukizimia wakati huo, kumaanisha una nguvu. Nami nimekuja siku ya leo kuongea kuhusu hiyo nguvu, kubaki na nguvu hata wakati uko chini. Bwana asifiwe sana. Nataka nikwambie, kuna katika maisha yetu tunaishi, watu hujaribiwa. Kuna siku Uhuru anapita, Uhuru kama rais anapita, mambo imemweza mpaka anauliza mnataka nifanye nini? Bwana asifiwe sana. Kuna siku alisema hivi. Aliuliza mnataka nifanye nini? Kumaanisha kuna hata watu wakubwa wa juu, kuna siku inafika wanaona kama ameshindwa. Bwana asifiwe sana. Watu wale wadogo, watu wakubwa, watu mamilionea, watu wako na utajiri kubwa, kuna siku inafikanga ya kusikia kama umefinyika. Bwana asifiwe sana. Lakini katika hali ya kufinyika kuna uwezekano wa kujitia nguvu. Bwana asifiwe sana. Na kwa hiyo kuna siku tutapita ambao tutapata mambo imekuwa mazito. George, kuna wakati umepita umesikia kama unafika mahali unaambiwa jitie nguvu. Unashinda, huyu ananiambia nijitie nguvu. Ananiambia nini? Anajua kile unasikia. Bwana asifiwe sana. Umeenda kwa mtu amefiwa, unamwambia jitie nguvu. Unashinda, huyu ananiambia nini? Bwana asifiwe sana. But I want to assure you, kwa even if mambo itakuwa mazito kiasi gani, kuna uwezekano wa kujitia nguvu. Bwana asifiwe sana. Nataka kukuambia tujitie nguvu. Proverbs 24 verse 5 inasema aje? The same Proverbs. Hiyo Proverbs 2 verse 24 verse 5. 24 verse 5. A wise man is strong. A wise man is strong. And a knowledgeable man grows in strength. And a knowledgeable person will grow in strength. Bwana asifiwe sana. So inasema aje? Mtu mwenye hekima ana nguvu. Naam. Mtu wa maarifa huongezwa uwezo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hata wakati unapatwa na nguvu na shida na unasikia kama nguvu yako imeisha, unahitaji knowledge. Bwana asifiwe sana. You need knowledge. Bila knowledge hautaweza kupata nguvu. Bwana asifiwe sana. Knowledge inafanya mtu awe na nguvu. Biblia inasema unahitaji knowledge. Hekima inakutia nguvu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumaanisha wakati wote utapatwa na majaribu magumu kiasi kipi, jaribu kuwa na hekima. Jaribu kuwa na maarifa. Yes. Bwana asifiwe sana. Maarifa itakuwezesha kutoka mahali ulikuwa ikusongeshe mbele kidogo. Bwana asifiwe sana. Nataka tusome historia kidogo ya mtu anaitwa Daudi. Bwana asifiwe sana. Amen. Daudi alipatwa wakati mmoja na shida ambaye angeweza isipokuwa tu Mungu alimsaidia. Bwana asifiwe sana. Nguvu ni nini? Hii nguvu tunaongea kuhusu the strength. Nguvu ni nini? Nguvu ni uwezo wa kufanya jambo fulani. Bwana asifiwe sana. Nguvu ni uwezo. Hiyo uwezo inakuwezesha kubeba hii kiti. Hiyo ndio nguvu, uwezo, the capacity. Bwana asifiwe sana. Ndio nguvu inakusaidia kuresist stress. Bwana asifiwe sana. Hiyo nguvu. Number 3 is the ability to keep on. Bwana asifiwe sana. Ni uwezo wa kuendelea. Hiyo ndio nguvu. That is what we call strength. We need strength. Bwana asifiwe sana. Mzungu mmoja akasema even the strongest will once feel weak. Bwana asifiwe sana. Wale wanajisikia kuna nguvu, wale wamebeba mawe, kuna siku inafika anasikia hapo chini. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini Mungu atusaidie. Amen. Tuweze kutafuta knowledge wakati wa shida. Tuko chini. Bwana asifiwe sana. Amen. Tutasoma 1 Samuel chapter 30. Tuchukue historia ya Daudi. Daudi tutamtumia leo. Tuone wakati fulani alipatwa na shida. Tujue alifanya namna gani. Ndio tuweze kujua pia sisi tukipatikana wakati kama huu
tunaweza jisaidia namna gani? Bwana asifiwe. Amen. 1 Samuel chapter 30. Nitasoma Biblia yangu na yeye sijui kama tutaielewa, but tuko na Biblia mingi tutasoma. Biblia inasema now 1 Samuel wa kwanza mstari wa chapter 30 mstari wa kwanza mpaka 8. Biblia inaniambia kwamba now when David and his men came to Ziklag on that day, the Amalekite ambayo ni maadui zao had made a raid upon the naked and upon Ziklag. They had overcame Ziklag and burned it, wakaichoma. Bwana asifiwe. And burned it with fire and taken captive the women and all who were in it, both small and great. They killed no one, but carried them off and went to their way. And when David and his men came to the city, they found it burning with fire, and their wives and their sons and their daughters taken captive. Then David and the people who were with him raised their voice, and they wept, until they had no more strength to weep. But David's 2 wives also had been taken captive. I know of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. And David was greatly distressed. What does he feel? Amen. Greatly did what? Distressed. For the people spoke of stoning him, because all the people were beaten in their soul. Each one of them, because all the people were beaten in their soul, each for his son and daughter. But David strengthened himself in the Lord his God. And David said to Abiathar, the priest, the son of Ahimelech, bring me the ephod. So Abigail brought the ephod to David. And David inquired of the Lord, shall I pursue after them? Shall I overtake them? He answered him, pursue, for you shall surely overtake and shall surely rescue them. Bwana asifiwe. Pastor, tunaweza kusomea na Kiswahili? Ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Sekegi siku ya 3, hao Wameleki walikuwa wameshambulia Negebu na Sikegi, nao wameupiga Sikalegi na kuchoma moto, nao wamewashukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwawa wao wote, ila wakawashukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipofikiria mji, tazama, ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao waume kwa wake wameshukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wameshukuliwa mateka, Abinoamu wa Jeseli na Abigaili alikuwa mkewe Nabali wa Kameli. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu waliokuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe. Kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Verse 7. Kisha Daudi akamwambia Abideeli kuhani mwana wa Abimeleki, tafadhali nileteeni hapa hiyo naivara, nayo
Biadheli akamletea Daudi Naivala huko. Daudi akauliza kwa Bwana, akasema, je, nikiwafuata jeshi hii nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe haukozi utawapokonya wote. Basi Daudi akaenda, yeye na wale watu 600 waliokuwa pamoja naye. Na Bwana asifiwe. Amen. Nafikiri sisi wote tumeelewa. Ni historia. Jambo la kwanza ni kwamba Daudi walikuwa alikuwa anatafutwa na Saulo. Saulo alikuwa anataka kumuua kwa sababu Saulo, ni historia mmeifuatafuata. Daudi alikuwa ameonekana kama anaweza kuwa kiongozi, na wakaona kama ameua Goliath na sasa anastahili kuwa mfalme. Saulo alipoona kwamba Sauli alipoona kwamba Daudi anaanza kupendwa na watu, Sauli akaamua kwamba atamuua Daudi. Bwana asifiwe sana. Na akaanza kumpangia. Na Daudi mara mingi alikuwa anaepuka, akiwekewa mtego pande hii anaepuka, akiwekewa mtego, kwa sababu alikuwa na mwanae Saulo anaitwa Jonathan. Bwana asifiwe. Jonathan alikuwa anapatia Daudi siri mingi. So akimwambia siri alikuwa anapata nafasi ya kujificha. So alijificha miaka mingi mpaka akafika mahali panaitwa Ziglagi. Bwana asifiwe. Mahali tumesomewa hapo. Hapo ndio alienda akajificha akiwa na wanajeshi wake na familia yake, na wanajeshi wake pia walikuwa na mafamilia zao. Bwana asifiwe sana. Na jambo ambalo linanishangaza ni kwamba Ziglagi ilikuwa ni pali wa Filisti, maadui wa wana wa Israeli walikuwa wanakaa. Bwana asifiwe sana. Kumbuka kwamba huyu Daudi ndiye alikuwa ameua Goliathi. Kwa hivyo haingewezekana watu wa Filisti wakubali Daudi aishi pamoja na wao, lakini Mungu alimsaidia. Wale watu wa Filisti wakampatia nafasi ya kuishi Ziglagi. Bwana asifiwe sana. Amen. Akapata mahali pa kujificha. Wakiwa bado wamejificha pale, kuna maadui wao waliinuka, wanaitwa Waamaleki. Bwana asifiwe. Tunapatana. Maamaleki walikuwa tena ni maadui ambao wanataka kupigana tena na Daudi pande nyingine. Wafilisti hawampigi, walikuwa wamemkaribisha. Kwa nini walimkaribisha? Ni kwa sababu walikuwa wanataka kumtumia Daudi ili waweze kupiga wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Amen. Wakampatia makao. Daudi akiwa pale amejificha na watu wanajeshi wake, siku moja Biblia inaniambia kwamba waliamua kwenda kupigana. Wakaenda vita na wanajeshi wao. Bwana asifiwe. Wakajipeleka kwa vita. Walipoenda vita, maadui wao wakaja nyuma yao, Waamaleki. Wakachukua familia ya Daudi, wake wawili na watoto. Bwana asifiwe. Na hao wanajeshi wote familia zao zilitekwa nyara. Ng'ombe, mbuzi, kila kitu ilifiagiliwa. Bwana asifiwe. Na jambo ambalo ilikuwa ni mbaya, after kufanya hiyo yote, Waamaleki waliona wachome tena Ziklag, wakachoma. Bwana asifiwe. Wakawacha ikiteketeza. Na kitu mzuri ni kwamba hawakuua mtu yoyote, waliwabeba wakaenda na wao. Bwana asifiwe. Daudi, Biblia inaniambia kwamba Daudi walipomaliza kupigana mahali walikuwa, walirudi nyumbani wakijua kwamba tunaenda kwa familia zetu. Bwana asifiwe. Ukitoka vita, unatokana kama una akili yako kwa nyumba yako, bibi yako na watoto. Si ndio? Unakimbia, unataka tu uende waone. Daudi walipofika pale, kumbuka kwamba mkitoka vita, kuna wale wameumia. Si ndio? Kuna wale ambao wamekufa. Kuna wale ambao wametekwa nyara. Hao watu wote walikuja wakiwa na matumaini kwamba wanaenda kuona familia zao. Maybe umeumia, unasema wacha nivumilie tu nifike nyumbani mama akaende anichome. Bwana asifiwe. Lakini walipofika wakiwa kwa mbali, waliona moshi Ziklag kwao bali wanaishi. Wakaona moshi mkuu. Walipofika pale, Biblia inaniambia kwamba walipatwa na mshangao. Bwana asifiwe. Kwamba familia zao zimeenda, ng'ombe zimeenda, mbuzi zimeenda, bibi na watoto wameenda. Bwana asifiwe sana.
Biblia inaniambia baada ya kufika hapo, Biblia inaniambia kwamba Daudi pamoja na hao watu walilia, wakalia mpaka wakafika mwisho na kilio. Bwana asifiwe sana. Wakachoka ati hawakuwa na nguvu nyingine ya kulia. Bwana asifiwe. Amen. Hapo ndio tunakuona saa zingine. Yes. Bwana asifiwe. Najua tumefika hapo. Umefika mahali umelia, umeenda Arboretum, umeenda Katoloni, umeomba, umefanya nini, lakini ukinilia unangojea usikie, unaona kumenyamaza. Bwana asifiwe. Yaani umelia mpaka ukaisha. Maana tumaini yako ile ulikuwa unatumaini kwa watoto na bibi inaondolewa. Bwana asifiwe sana. Pengine Ziklag ni ile biashara yako. Pengine Ziklag ni ule mzee wako. Bwana asifiwe. Uko vitani, ukikuja unapata biashara yako imeenda chini. Bwana asifiwe sana. Unapata familia yako iko na shida. Nataka nikutie moyo kama Daudi. Usije kukubali kubebwa na shida yako. Bwana asifiwe sana. Biblia inaambia walilia wakafika mwisho, na jambo ambalo lilifanyika next, hao watu walikaa chini wakaamua kwamba wanataka kumpiga Daudi mawe. Bwana asifiwe sana. Imagine tulikuwa na hii kwa shida, na sasa tumefika mahali tunaona hapana, shida si sisi, ni pastor. Bwana asifiwe. Yaani shida ilitoka kwa wale wote wakamgeukia Daudi. Wakaona yeye ndio watamuua. Yeye ndio watampiga mawe. Biblia inaambia hao watu walipitia mambo matatu. Hao wanajeshi. Ya kwanza inasema kwamba walipolia wakafika mwisho, walihuzunika. Bwana asifiwe. Walishikwa na huzuni. They were grieved. Jambo la pili, walikuwa provoked. Jambo la tatu, walishikwa na bitterness. Hao watu na wakamgeukia Daudi wakitaka kumwangamiza. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini Biblia inaniambia, nataka tusome kwa upole, kwa maana kesho utashikwa na shida kama hii na utatafuta namna ya kujiokoa. Nataka tumwangalie Daudi kwa macho, umweke kwa picha yako. Daudi, Biblia inaniambia wakati mambo haya yote alipoona watu wamegeukia wanataka kumpiga, yeye alishikwa, alikuwa in distress. Sijui Kiswahili nilisema distress, nilisema alishikwa na nini? Daudi akawa na distress. Distress hapo ni kwa Kiswahili. Alishikwa na nini? Distress. Fadhaika sana. Alifadhaika, very good. Distress ni kufadhaika. Alifadhaika. Alihuzunika, alishikwa na huzuni. Kwa sababu gani? Hao watu wamemgeukia, wanataka kumuua. Akashikwa na distress, akahuzunika, akafadhaika, akateseka mawazo. Kwa nini? Kwa sababu Daudi aliwekwa na pressure mpaka alikosa mahali pa kutorokea. Hakukuwa na space. Walimficha kabisa. Hasira zao zote wakamtolea. Huyu mtu akawa hana kitu kingine ya kufanya. Jamaa aliumia, jamaa aliteseka. Najua kama ni wengine saa hiyo wangekuwa na pressure. Wengine wangeshikwa na pressure saa hiyo. Hasa zilikuwa imepanda juu. Bwana asifiwe sana. Daudi aliwekwa mahali pagumu, lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya Daudi. Bwana asifiwe sana. Katika hiyo kufadhaika, Biblia inaniambia kwamba Daudi alijitia moyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu moja Daudi alijua. Yes. Na hiyo tunataka tujifunze na wewe siku ya leo. Kwamba hata kama pressure itaenda juu kiasi gani, hata kama mambo itakuharibikia kiasi gani, Daudi alifanya kitu moja ya muhimu. Alitengeneza moyo wake. Yes. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Daudi alitengeneza moyo wake. Alidili na ndani yake. Ndio mtu ajitie moyo. Ni kumaanisha alidili na kile kilicho ndani. Watu wengi tukishikwa na stress, tunaangalia ukubwa wa ile shida imetushika. Bwana asifiwe sana. Unaangalia hiyo ukubwa wa hiyo shida, unaitengeneza inakuwa kubwa, huwezi beba. Bwana asifiwe sana. Daudi alikataa kuangalia hao watu tena. Alisema sitawaangalia. Alikata tamaa, akasema mimi sitaangalia, lakini wacha nijitie moyo ndani. Kwa sababu watu wengi kitu inawaua, inafanya watu wajinyonge. Mtu afiki mahali anachukua kamba, ni kwa sababu amekataa kutengeneza ndani.
ameweka negativity, ameweka vitu za ubaya. Ni ubaya anaona. Hataki kuona uzuri sasa katika hiyo shida yote. Yes. Hataki kuona uzuri. Anaona tu yale mabaya. Lakini Daudi alitengeneza ndani. Yes. Bwana asifiwe sana. Mungu atupatie uwezo. Katika majaribu yote tutakayopitia, wacha tujitengeneze ndani. Amen. Wacha hao watu haribu nje, lakini ndani yetu wasifikie. Bwana asifiwe sana. Usikubali moyo wako mtu aingie. Juu wakati ataingia kwa moyo wako, wakati huu ndio utatoka kwa hiyo ndoa. Bwana asifiwe. Wakati huu ndio utatoka kwa hiyo kazi, utatoka mkono uende zako. Bwana asifiwe. Utafunga biashara kwa sababu umeweka masikio kusikia. Bwana asifiwe sana. Daudi aliwacha kuangalia sasa wale. Wakitaka kunipiga wanipige. Wakitaka kuniua waniue, lakini alijitia moyo. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Biblia inaniambia kwamba Daudi alipojitia moyo, Daudi alidili na nje na akadili na juu. Bwana asifiwe sana. Amen. Alidili na wapi na wapi? Alidili na ndani. Moyo na juu. Alifanya kitu kinaitwa wanaitwa inside focus. Alijiangalia ndani. Jambo la pili, Biblia inaniambia Daudi alidili na juu. Aliuliza Mungu, nifanye nini? Bwana asifiwe sana. Amen. Sijui wewe wakati shida imekuja, ukishajaribu unaendaka wapi? Kwa sababu mtu akishajaribu ndio wakati huo anaendaka kwa mganga. Ni kweli ama ni uongo? Wakati ushajaribu ndani, ukasema mimi sasa, watu wengi wanakuwa na ile why me? Why God? Why? Kwa nini? Mungu, kwa nini umeruhusu? Kwa nini? Daudi hakuuliza hata kwa nini. Bwana asifiwe sana. Amen. Daudi alidili na ndani. Yes. Akimaliza kudili na ndani, alidili na juu. Yes. Akamwambia kuhani, leta hiyo afu. Niletee hiyo. Akaenda kwa Mungu akamuuliza, sasa Mungu nikiwafuata nitawafikia? Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu akamwambia wakimbize kwao. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri kwamba tunapopatwa na hali ngumu, ndio usiweze kuvunjika moyo. Yes. Jitie nguvu. Amen. Just encourage yourself. Jitie nguvu katika Bwana. Na Bwana atakusaidia. Bwana atakuwezesha. Bwana asifiwe sana. Amen. So Biblia inaniambia kwamba Daudi alijitia moyo hata katika hiyo kuteseka, hiyo kuchikwa na pressure, hata katika hiyo ugumu wa watu kumuumiza, Daudi alidili na kitu ya ndani. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia inaniambia kwamba Daudi kuna mtu mmoja nilikuwa nasoma historia yake, anaitwa Job. Huyu Job Ayubu wa Biblia. Ayubu chapter 1 inaniambia kwamba aliletewa ripoti. Ya kwanza akaambiwa, mimi nilikuwa na ng'ombe zako zimekufa, mimi ndio nimebaki. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni ripoti ya kwanza ngumu. Ripoti ya pili akakuja akaambiwa, ni mimi nilikuwa na watoto wako, tulikuwa tunasherehekea, nyumba ikaanguka, wakakufa, mimi ndio nimebaki. Alipewa ripoti. Lakini Ayubu alinifurahisha sana. Ukisoma Job chapter 1 verse 19 hapo ukienda chini, Biblia inaniambia kwamba after kupewa ripoti hizi zote, kama ni wewe ungepewa hizo ripoti, watoto wamekufa, nyumba yako imeharibika, ng'ombe zimeenda, ngamia zimekufa, mbuzi, ungefanya nini kama ni wewe? Ayubu alidili na ndani. Bwana asifiwe sana. Amen. Alishughulikia ndani. Biblia inaniambia kwamba alipoambiwa hii mambo yote, Biblia inaniambia kwamba Ayubu alianguka kwa magoti yake. Bwana asifiwe. Akasema, Bwana, nilikuja uchi na nitarudi uchi. Na akasema jina la Bwana lisifiwe. Unafikiri ni wangapi wanaweza shughulikia mambo ya ndani? Yeye alimake sure hata katika hiyo yote ameletewa, hakutaka akili yake ipotee. Aliangalia Mungu wake. Na Biblia inaniambia ukisoma historia ya Ayubu, kuanzia Ayubu chapter 1 mpaka chapter 38, Ayubu alikuwa anaongea tu na marafiki zake. Walikuwa wanabishana na marafiki zake wakiongea. From chapter 1 mpaka chapter 38 hakuna Mungu wa kuongea. Bwana asifiwe sana. From chapter 1 mpaka 38 sauti ya Mungu ilikuja kusikika 38. Bwana asifiwe sana. Kama ingekuwa ni wewe, mbingu nyamaze kwa hiyo chapter zote, ungelifanya nini? Bwana asifiwe sana. So jambo la pili Daudi alifanya, nilikuwa nawaambia kwamba aliangalia juu. Waefeso 6:10 nasema aje pastor?
6:10. Atimiaye mzidi kuwa ondari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Hapo tu. Biblia inaniambia tuwe na udari katika Mungu na katika uwezo wake. Bwana asifiwe sana. Daudi alipoona kwamba ameshughulikia ndani, aliangalia juu. Akajua sasa msaada wangu hautapatikana kwa juu, wao wote wameshakuwa maadui zangu. Kwa hivyo nikiwategemea ama nitegemee kuongea na wao hawatanisaidia. Daudi alijitia nguvu, akawa hodari katika Bwana na akamwangalia. Akamwambia Bwana, sasa hapa niambie kama nitafaulu nikienda. Bwana sio sana. Ni vizuri wakati mwingi jaribu kumuomba Mungu. Tafuta nafasi katika ugumu wa hiyo hali unapitia. Kuna wakati mwingine unafinywa mpaka hata kuomba unashindwa, unajiangalia tu. Bwana sio sana. Lakini ni vizuri kwamba hata kama umefinyika kiasi gani, jaribu kutafuta nafasi ya kumuuliza Mungu, what is the way forward? Bwana sio sana. Bwana nifanye katika hii hali, katika hii ugumu Bwana, nifanye nipate njia gani? Nifanye nini? Nisaidie Bwana, ninenee. Bwana sio sana. Ni vizuri kutafuta sauti. Naye Mungu mwenye uwezo kama alimjibu Daudi, akamwambia fuata na utapata. Ninataka kukuambia siku ya leo, hata wewe Mungu atakunenea. Bwana sio sana. Kuna sauti Mungu atatoa. Kuna still voice. Ka sauti kadogo ka Mungu lazima kakatokea na Mungu atakupatia direction. Bwana sio sana. Usikubali kubebwa na uzito wa hiyo mahali. Usikubali hiyo hali iwe kubwa mbele ya macho yako. Wewe mtazame Bwana. Wacha nafasi ya kumwangalia Mungu. Kwa maana yeye ndiye anaweza kukuokoa katika hiyo hali. Bwana sio sana. Wachana na marafiki. Marafiki watakuja baadaye. Lakini muweke Mungu wa kwanza. Make God first. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Muweke, muombe, mwambie Bwana, ni wewe tu una uwezo katika hii hali. Biblia inaniambia kwa Nehemia 8:11 inasema the joy of the Lord is our strength. Wakati Mungu ana furaha, tunatiwa nguvu. Bwana asifiwe sana. Wakati unamfurahisha Mungu, unafanya Mungu afurahie, nguvu anakutia. Bwana asifiwe sana. Ndio nilikuwa nikwambia, hata wakati unapata uko chini, nguvu yako haitatoka kwa watu. The source of your strength will come from God. Mungu ndiye atakupatia nguvu ya kuovercome. Bwana asifiwe sana. Lazima tujue jinsi ya kukaa na Mungu hata wakati ule mgumu zaidi. Bwana asifiwe sana. Tujue hata kama hali haiendi, hata kama watu wamesema nini, lakini wacha sauti ya Mungu ndio ikuwe wewe. Wacha ikunenee, hiyo tu ndio usikie. Wacha kusikia hizi mambo mengi. Juu watu wanaambia watu mambo mengi. Mimi bibi yako amegonjeka hapa nyuma. Alikuwa anateseka. Na sauti ya watu ndio ilifanya, juu yeye alipea watu nafasi. Na hapo ndio alifanya nipate hii neno. Kwa sababu alipea watu nafasi kubwa ya kumuongelea. Na akawasikia. Ugonjwa ambao ingefaa kuenda mbali, ilipeleka mbali sana. Bwana asifiwe sana. Juu ya watu kumuongelea. Mtu anakuja kwambia, kwani wewe ni mgonjwa? Anashuka. Bwana asifiwe sana. Hii unafanya nini? Umefanya hivi? Mama alishuhudiwa na watu, nikampeleka Mombasa akae huko kwanza. Huko ndio sasa alienda akagonjekea huko kabisa, akagonjeka, stress ikaenda juu, pressure ikaenda juu. Roho inapiga kweli kweli. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu gani? Alisikia sauti ya wanadamu. Kama angepata nafasi ya kukaa na Mungu kumuuliza swali. Na kutaka kujua Mungu unataka nifanye nini na gani? Alifika mahali, alikuja hapa, roho inapiga 150. Tunaenda na Yesu ndani, daktari anatuambia huyu anafaa kuingia huko. Anafaa ingie huko. Hiyo roho ni mbaya hiyo. Ilikuwa inagonga mpaka hizi lala. Amesikia kwa masikio. Ilikuwa inagonga kweli kweli. Kwa sababu zile negative zote watu walimpea. Ni vizuri kukataana na kitu sahihi. Mtu anaongea hivi, unamwambia I refuse that. In Jesus name. Usikubaliane, kataa.
Kuna siku ameenda mama mwingine, hata huyu ndio nafikiri alimuongeza shida. Akamwambia unasikia aje? Nasikia hapa na hapa na naambiwa ni asi, ni asas. Huyo mama alimwambia wewe, hiyo niliua ndugu yangu. Wewe. Hiyo niliua ndugu yangu. Na yeye bala kukataa hapo, alibeba hiyo yote akakuja nayo kwa nyumba. Kwa sababu ni ndogo basi. Mama Siro ati brother yake alikuwa na hiyo. Bwana sasa. Na kabeba. Na shetani ni mwerevu, anajua kubebesha watu mzigo. Akiona unaweza beba, utapewa zote. Utabeba mpaka utafika mahali sasa utaweza kutembea. Siku moja nikapigia mama mmoja simu wa church. Tulikuwa tunaenda Mombasa. Ni kasi. Sasa niliona bibi yangu ameanza anaongea ni kama mtu sasa anataka, ni kama mtu sasa anaenda. Yaani imani Imeenda sasa anaenda. Sasa anaongea tu anaongea. Nikapigia yule mama simu. Nikawaeka waongee pamoja. Waliongea almost 2 hours kwa simu. Akapewa nafasi atoe zile vitu kwa moyo wake zote atoe. Akatoa zote na zile zote alikuwa ameambiwa na watu. Zile zote akaambiwa na toa tu kila kitu akatoa. Hata kuna wakati baba Sara nilikosea mwaka fulani yote. Kila kitu aliambiwa toa kitu kwa roho yako. Brother zake nimefanya hivi, nimepoteza watoto, brother zake wametufukuza, yote aliambiwa just stop. Aliambiwa just stop. Alipewa nafasi na huyo mama akaongea. Alipomaliza sasa kile mwingine ilikuwa mazito na mazuri sana, ingine unaweza cheka. Huyo mama akamwambia patia mzee simu. Nikapewa simu. Nikaambiwa sasa utafanya hivi Gerald. Hii extend bibi yako amefika. Anahitaji kufanyiwa test ya kiakili. Mpeleke Mathare. Afanyiwe test ya akili. Na mtu anaitwa clinical psychologist. Yes. Apimwe hiyo stress yake imemfikisha wapi. Ikiwa imeenda sana atawekwa Mathare. Kwa wazimu. Kenya mzima. Si stress ilianza kuisha. Akikumbuka Mathare. Si alipunguza stress. Asante Yesu. Juu kiimani Mathare. Utaenda kukaa na Mathare. Na akikumbuka Mombasa pia kuna daktari alimwambia mama wewe kama utaki kutulia nitakuduka dawa ya wenda wazimu uende ulale Coast General kama miezi 2. Ndio hiyo dawa ishi kwa kini. Sasa akikumbuka ile na hii ya huyu mama hapo ndio alitulia. Hata roho ikaanza kwenda chini kidogo. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa nawaambia hiyo story kwa sababu nilikuwa nataka nikwambie kuna uwezo, kuna nguvu katika maneno unaingiza ndani yako. Yes, kweli. Maneno unasikia wote. Hii unaambiwa na mtu na unachukua kama mzaha. Unajua kuna wengine wanachukua kama mchezo. Unaambiwa kwa Sara hiyo interview ukienda ukaanguka. Na unachukua unasema nini? Ukichukua kama mzaha, hiyo kitu itakukula. Itakupeleka pale. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri kukataa. Yes. Tuwe na ile nini ya kukataa kitu. Hapo na hapo. Wacha kusema application. There and there. Amen. Maneno zina nguvu. Bwana asifiwe sana. Amen. Vile maneno unatamka ina nguvu. Ile pia inaingia ndani yako. Yes. Na hiyo ndio Daudi, Biblia inaniambia kwamba Daudi alishughulikia ndani. Yes. Hakutaka kusikia ile. Kwa sababu kama angesikia ya wale, Daudi angepata nafasi ya kumuomba Mungu. Bwana asifiwe sana. Na hii direction alipewa na Mungu ya kufuata wale, angepata hii direction. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka tusome 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Niwaonyeshe kwamba majaribu iko na mateso yako. Lakini katika yote Bwana ndiye anatushughulikia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana anatushughulikia. Jaribu alikuwapata nyinyi isipokuwa lililo kawaida ya mwanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita muwezao, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Amen.
Bwana asifiwe. Amen. Jambo la tatu nimewaambia kuhusu jambo la kwanza, alikuwa na kitu inaitwa inner focus, kushughulikia ndani. Yes. Jambo la pili nimewaambia alikuwa na upward focus, ya kuangalia juu, kuangalia Mungu wake. Jambo la tatu alikuwa na kitu inaitwa forward focus, kuangalia mbele. Daudi aliangalia mbele, akajua lazima nitafuata. Bwana asifiwe sana. Alifuata wale maadui aliyofuata. Katika shida unapitia, ni vizuri kuangalia mbele. Wacha kuangalia nyuma. Ndio kwa maana Biblia inasema, hiyo pastor amesoma, na jaribu alikuji tu. Bwana asifiwe. Alikuji tu, ila yale tunapitia saa hii, kuna mtu alipitia jana. Kuna mtu amepitia last week. The same unapitia. Unataka kuniambia wewe ndio wa kwanza na hiyo majaribu? Kulala njaa, wewe ndio umelala njaa wa kwanza. Kuwa mgonjwa, wewe ndio umekuwa mgonjwa wa kwanza. Tangu dunia ianze, kulikuwa na watu walipitia hiyo shida. Ndio Biblia inasema, na katika kila mtu tusione kama majaribu tunapitia saa hii ni kwa sababu Mungu atupendi. Tukae tukijua kwamba hiyo jaribu kuna watu walipitia jana. Yes. Kuna watu wameipitia last week. Amen. Na katika hiyo majaribu Biblia inaambia, katika kila majaribu Bwana anajua uwezo wako. Yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata kupea majaribu ile utaweza. Atakupatia ile utawezana nayo. Daudi hakupewa ile akaweza. Ile Daudi alipewa, Mungu alijua Daudi ataweza kutoa kwa hiyo hali. Bwana asifiwe sana. Tukae tukijua kwamba majaribu tunapitia saa hii, ya kulala njaa, ya kupoteza kazi, ya kupoteza biashara. Tukae tukijua hiyo mambo imepitia na wengine na wakafaulu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na katika hiyo wamepitia, Bwana anawapatia ile majaribu wataweza, na kwa sababu anajua amekupea uwezo. Si uwezo tunao. Mungu ametupatia uwezo. Uwezo wa kuomba. Kama una uwezo wa kuomba, basi majaribu utawezana nayo. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana tulipewa uwezo wa maombi. Yes. Yesu alifundisha wanafunzi wake kabla hata aende, kabla hata kufe, alikuwa amewafundisha kuomba. Alimwambia ukitaka kuomba ni hii na hii na hii na hii. Na akawaambia nini? The principles za maombi na principles za kufunga. Ukiomba usifanye hivi, usieme ni kama unajionyesha pale. Si walifundisha sisi kwa Biblia? Yes. Waliambiwa siku ya kuomba fanya hivi. Siku ile umefunga, paka hata mafuta kwa mdomo. Si Yesu aliwafundisha? Usifunge ati kila mtu anajua, ati kila mtu akipita, hata tunafunga leo. Tuko maombi. Hatukuli. Bwana asifiwe sana. Si pastor amesema leo. Na leo wewe umekula. Ndio huyu jirani wako ajue leo atakula. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu aliwashughulikia mapema. Alijua kwamba kuna mahali maombi itahitajika. Yes. Bwana asifiwe sana. Yes. Alijua kuna mahali kufunga itahitajika. Yes. Akawafundisha kanuni ya kushinda muovu. Yes. Ni kuwa na maombi. Amen. Kuwe na wakati wako wa maombi na ukuwe na wakati wako wa kufunga na kumtafuta Mungu. Kufunga inakuleta mbele ya Mungu. Inakuleta karibu sana. Juu umejinyima. Unakuwa uko karibu sana. Unakuwa kuna kiu hata ya maombi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo katika kila hali Bwana atatengeneza njia kwa majaribu. Hiyo ndio jambo inanifurahisha sana. Nikishikwa na hali nzito, ninasomaga tu hiyo verse ya kusema hata katika kila majaribu Bwana atatengeneza njia. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nadhani nikuambie siku ya leo, hiyo majaribu unapitia, Mungu atalishughulikia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bora tu wewe ukue upande wa Mungu. Shida tunalaumu Mungu na tuko na miguu kando huku, ingine tuko pande hii na tuko pande hii. Tunabaki tukilaumu nani? Juu Mungu hatashuka kama kuna dhambi. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu hawezi shuka. Biblia inasema kwa Isaya 59, mkono wangu si mfupi na macho yangu, masikio yangu hajafanya nini? Hajaziba. Lakini makosa yangu na dhambi zangu zinafanya nini? Zinanitenganisha mimi na nyinyi. Hiyo ni Isaya 59. Dhambi ikiwa, ndugu yangu, hata ushinde hapo, hata ushalale hapa, utalala hapa na tutakupata tu hapa. Na ile mzigo ulikuwa nayo pale na kusumbua, utapata na kugojea pale. So katika vita na katika majaribu, wacha Mungu akusaidie, kwa sababu ana njia ya kututoa katika hiyo majaribu. Bwana asifiwe sana. Ukisoma historia ya wana wa Israeli wakitoka Misri, Biblia inasema kwamba
Ukisoma hiyo Biblia polepole unaona kuna mahali Mungu alikuwa anasema aokoe watu wake. Tena wakienda kutoka anafanya roho ya Farao inakuwa ngumu. Mungu mwenyewe ndiye anafanya. Yeye ndiye anasema amwachilie. Lakini tena anafanya roho ya Farao iwe ngumu ili awafuate. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu anajua hata nikiwacha Farao awafuate, mimi tu bado ndio niko na nguvu na uwezo wa kuwaokoa. Bwana asifiwe sana. Usione kama majaribu yako Mungu ametuma akukufe. Utakufa kwa hiyo majaribu. Kuna njia. Tafuta hiyo njia. Na hiyo njia ndio utaitafuta na maombi. Au utaitafuta na mdomo na sherehe kuna huko. Utaitafuta na maombi. Tujue tukishatu kanuni za Mungu. Mungu anataka nifanye nini wakati huu? Mungu anataka nifanye nini kwa wakati huu? Wakati huu majaribu. What should I do? God, ni nini nataka nifanye? Nifanye nini? Watu wengi wamesaidika kwa sababu wanashindaga katika maombi. Bwana asifiwe sana. Na njia zao zinakuwa nyepesi. Unaanza kusema huyu kwani yako na nini? Kwani yeye yako na nini? Lakini amejua siri. Siri ni kuangalia mbele. Angalia Mungu. Shasikia sauti, angalia mbele. Wachana nao watu. Wachana nao nataka kumaliza. Angalia mbele. Na Mungu atakutetea. Wana wa Israeli Mungu aliwasaidia. Farao anawafuata, anawafikia. Mbele yao kuna bahari, kuna maji. Hawawezi fika, lakini Mungu anajua ile uwezo wako nayo. Atawatengenezea njia. Alitengeneza na kutengeneza. Alitengeneza njia na kutengeneza njia. Kwa hivyo nataka nikuhubirie siku ya leo. Nikwambie kama vile Proverbs 24 verse 10 inasema. Ukikufa moyo wakati wa majaribu wako, ujue kuna Mungu. Kwa hivyo kitu kubwa katika maisha yetu ya Ukristo ni that strength. Hiyo nguvu. Wakati uko chini, hiyo nguvu ya kujiinua ndio inatakikana. Kuna mtu mmoja ambaye nikimalizia anaitwa Elijah. Biblia inaniambia kwamba Elijah alipigana na watu wa Baal, wale walikuwa wanaabudu Baal. Akasema leo tunataka kujua kama Mungu wenu ndio Mungu. Bwana asifiwe sana. Sisi tunasoma hii historia. Akasema na sasa leo tutafanya dhabihu. Mfanye yenu na sisi tufanye yetu. Muite Mungu wenu na sisi tuite. Ule Mungu atajibu kwa moto, huyo ndio Mungu. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inaniambia baada after Elijah kufanya hiyo mambo yote na akaua watu na akaona mshindi wa Mungu, alifika kesho yake next chapter. Alifika mahali kwa moto. Akaenda kalala akamwambia Mungu, afadhali sana unikufe. Baada ya kufanya mambo makuu, Elijah nguvu yake iliisha. Sasa hiyo ndiye akaona kwamba anafaa kukufa. Nimechoka kwa sababu Jezebel anataka kuniua na mimi sasa Mungu, mimi naona tu nikufe. Na akaenda akakaa chini ya mti ya kufa. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni dalili ya mtu ambaye nguvu yake ni kidogo. Mungu atusaidie tusifike mahali unatoka kanisani leo tunaabudu hivi vyote na hii ndio tumesikia. Alafu kesho majaribu kidogo inakukujia unaona kama ranandra. Unataka kubishana na panya. Dawa ya panya ukule, dawa ya panya. Si uachie panya kule dawa yake. Kwa nini unataka kula dawa ya panya? Ati juu ya majaribu kidogo. Kamba ya ng'ombe, unapigana na ng'ombe, unachukua kamba ya ng'ombe na ng'ombe. Si uachie ng'ombe akae na kamba yake. Na panya akae na dawa yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu atusaidie. Mimi naomba Mungu anisaidie. Amen. Nisije kufa moyo wakati kuna watu wananiangalia. Unajua kuna mtu anakuangalia mama. Kuna mtu anakuangalia ile design. Ukifanya kitu yote mbaya, huyo mtu anabackslide. Usipokuona nasikia tu hapana. Mimi mama nikimuona ninasikia imani yangu iko sawa. Alafu kesho asikie ule alikuwa anategemea angekuwa mnyonge. Unafikiria yeye ataenda wapi? Sasa unamuua. Lakini akisikia umesimama na umefaulu. Ati alipita majaribu, wote amepita ile majaribu na amemaliza, Mungu amemsaidia. Huyo mtu atajitia moyo aseme kama amepitia ile na akatoka, then nitatoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukue example. Mungu atusaidie tukue example ya kusaidia watu wengine. Na Bwana. Amen. Nikukumbushe nikimalizia. Nikukumbushe. Hii 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Enda ujiandike mahali uliweke mahali. Uko unaisoma wakati unajaribu. Ukisikia tu umefika mwisho,
chukua hiyo Psalm, hiyo First Corinthians. Nena na Mungu kuhusu hiyo Psalm studio. Bwana, wewe ndio ulisema kwamba kuna majaribu utanipea ambayo sitaweza. Bwana, naomba unipe nguvu. Bwana sasa. Mwambie Bwana nipe nguvu. Bwana, naomba tu unipe njia ya kutokea. Utamuona Bwana. Bwana sasa. Vile tu dada yetu ametufundisha mambo mengine tunafanya kimakini. Unaitabiria. Usikae tu ndea tunangojea Sunday pastor akuje. Tabiri. Tabiria hiyo jambo unapitia. Mwambie wewe, shida wewe. Wewe shida kile unatunaenda na wewe. Mimi ni mtoto wa kifalme. Hakuna matunaenda na wewe shida. Utaniwacha. Na utaona Mungu akikupigania. Lakini ukishika hivi ujielewe huruma. Shetani anapata njia. Mpaka njia inapata uso inajaa huruma. Shetani anapata njia ya kukurarua na utaisha. Leta pale. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Usimame kwa miguu.